أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muumini, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema kama nilivyokuwa nimeeleza katika Ijumaa iliyopita, leo nitaeleza kuhusu hatua zilizochukuliwa dhidi ya Wairani katika zama za Hazrat Abubakar radhiyallahu anhu. Kuhusiana na hilo, vita moja iliyotokea inaitwa vita ya Zatu Salasil au vita ya Kazma. Vita hii ilitokea mwezi wa Muharram mwaka wa 12 Hijra. Vita hii ni maarufu kwa majina matatu: vita ya Zatu Salasil, vita ya Kazma na vita ya Hafir. Vita hii inaitwa vita ya Zatu Salasil, yani vita yenye minyororo, kwani kwa Kiarabu neno la silsila maana yake ni mnyororo, ambalo wingi wake ni salasil. Kwani katika vita hii jeshi la Kiirani walikuwa wamejifungia na minyororo ili mtu yeyote asiweze kukimbia vita. Baadhi ya wanahistoria hawaikubali riwaya hiyo ya vita vya Zatu Salasil. Vita hii ilipiganwa kati ya Waislamu na Wairani karibu na eneo la Kazma, hivyo wanaita kwa jina la vita ya Kazma. Kazma ni makazi kwenye njia itokayo Basra kwenda Bahrain, ambayo ni karibu na bahari. Kwa kuwa ilitokea katika eneo la Hafir, hivyo pia inaitwa vita ya Hafir. Upande wa Waislamu, chifu mkuu wa vita hii alikuwa Hazrat Khalid bin Walid, na kutoka kwa Wairani jina la mkuu wao lilikuwa Hurmuz. Idadi ya jeshi la Waislamu ilikuwa 18,000 kama imeshaelezwa katika hutuba zilizopita ya kwamba Hurmuz alikuwa mtawala wa eneo hili kutoka kwa Wairani, ambaye katika nasaba na heshima na daraja yake alikuwa amezidi kuliko wakuu wengi wa Iran. Wakuu wa Irani walikuwa na tabia ya kwamba wao badala ya kuvaa kofia za kawaida walikuwa wakivaa kofia zenye thamani, na katika nasaba na heshima na taazima kila mtu sawa na daraja yake alikuwa akivaa kofia zenye thamani. Inasemwa ya kwamba kofia iliyo na thamani kubwa kabisa ilikuwa na bei kama dirhamu 100,000, ambayo mtu alikuwa na uwezo wa kuivaa, ambaye awe amefikia daraja ile ya ukamilifu wake. Na kuhusu daraja ya Hurmuz tunaweza kuifahamu ya kwamba thamani ya kofia yake ilikuwa ni dirhamu 100,000.
kwa wairani heshima yake ilikuwa ikikubaliwa sana, lakini waarabu waishio mipakani mwa iraq walikuwa wakimchukia sana, kwani yeye alikuwa akiwatendea waarabu hawa kwa ukali na kwa zuluma kuliko maamiri wote wa mipaka. Chuki ya waarabu ilikuwa imeshazidi kiasi kwamba yani waarabu wasiokuwa waislam ya kuwa wao wakieleza kuhusu ubaya wa mtu fulani walikuwa wameanza kutaja jina la Hurmuz kama mfano. Hivyo walikuwa wakisema ya kwamba mtu fulani ni mbaya zaidi kuliko Hurmuz, fulani ana asili mbaya na tabia mbaya kuliko Hurmuz, mtu fulani ni mjeuri zaidi kuliko Hurmuz. Na ndiyo maana Hurmuz alikuwa akilazimika kukabiliana na vita kutoka kwa Waarabu, na upande wa pili Hurmuz alikuwa akiendelea kupigana vita na majambazi wa bahari ya Hind. Kwa vyovyote vile hat Khalid bin Walid kabla ya kuondoka kutoka Yamama alikuwa amemwindikia Hurmuz barua. Yeye aliandika katika barua yake ya kwamba ama baadu ujisalimishe utasalimika, au jipatie dhamana ya uhifadhi na kwa ajili ya kaumu yako pia na kiri kutoa jizia, waila wewe hutaweza kumlaumu yeyote isipokuwa kujilaumu mwenyewe. Mimi kwa ajili ya kupambana nawe nimekuletea kaumu ambayo inapenda mauti kama unavyopenda uhai wako. barua ya hat Khalid ilipomfikia Hurmuz, yeye akamjulisha Ardshir mfalme wa Irani na akakusanya majeshi yake, na akiwa na kikosi cha mwendo kasi kwa ajili ya kupigana na hat Khalid akafika Kazma na akatangulia mbele ya farasi zake. Lakini njiani yeye hakumkuta hat Khalid bin Walid, naye akapata taarifa ya kwamba jeshi la Waislamu linajumuika katika Hafir. Hivyo akarejea nyuma na kuelekea Hafir. Hafir ilikuwa hatua ya kwanza njiani kutoka Basra kuelekea Makka. Mara baada ya kufika huko, yeye akapanga safu za jeshi lake. Hurmuz kulia na kushoto kwake akawateua ndugu wawili, mmoja wao jina lake lilikuwa Qubaz na mwingine alikuwa akiitwa Anushejan. Wairani walikuwa wamejifungia na minyororo. Katika riwaya hiyo imeelezwa hivi na inasemwa ya kwamba hapo watu waliokuwa na rai tofauti walipoona manzari hii wakasema kwamba nyinyi kwa ajili ya maadui mmejifungia na minyororo, msifanye hivyo, hiyo ni ishara mbaya. Hapo wao wakasema waliokuwa na rai ya kujifunga na minyororo ya kwamba kuhusu nyinyi tumepata habari ya kwamba mna nia ya kukimbia. hat Khalid alipopata taarifa ya kufika kwa Hurmuz katika Hafir, yeye akiwa na jeshi lake akarejea Kazma. Hurmuz akapata habari hiyo, hivyo yeye pia akaelekea Kazma na akapiga kambi katika Kazma. Hurmuz na jeshi lake wakapanga safu na walikuwa wameteka maeneo yenye maji. hat Khalid bin Walid alipofika akalazimika kupiga kambi ambapo maji yalikuwa hayapo. Hivyo watu wakalalamika kuhusu maji. Mnadi wake akatangaza ya kwamba watu wote washuke na pia washushe mzigo wao, na kwa ajili ya maji wapigane na adui, kwani wallahi kundi litateka maji ambalo katika makundi mawili litasimama kidete na litakuwa na heshima zaidi katika majeshi mawili. Hapo mzigo ukashushwa. Wanajeshi wenye farasi wakaendelea kubaki walipo, na wanajeshi watembeao kwa miguu wakasonga mbele na wakawashambulia maadui. Vita ikaanza pande mbili. Hapo Allah akatuma mawingu na mvua ikanyesha nyuma ya safu za Waislamu, na kwayo Waislamu wakapata nguvu. Hurmuz akamtayarishia Khalid njama moja. Yeye akakiambia kikosi chake cha kumlinda ya kwamba mimi nitamwita hat Khalid aje kupigana nami,
na nitakapokuwa napambana naye nini mumshambulia hat khalid kwa kujificha. Kisha hurmuz akajitokeza katika medani. hat khalid akashuka chini ya farasi yake, hurmuz pia akashuka chini na akamwita hat khalid aje kupigana naye. hat khalid akaja kupambana naye na wote wakapigana na kila mmoja akaanza kumvamia mwenzie. hat khalid akamteka hurmuz. hapo kikosi cha kumlinda hurmuz kwa kutumia hiana kikamshambulia hat khalid na kikamzingira. mtu mmoja mmoja wanapopigana vita wengine hawaingili kati, lakini jeshi lake likamshambulia hat khalid. hata hivyo hat khalid akamua hurmuz. hat kaka bin amr alipoona hiana hiyo ya wairani akakishambulia kikosi cha kumlinda hurmuz na akawaua. wairani wakashindwa vibaya na wakakimbia. waliokimbia qubas na anushjan pia walikuwa ndani mwao. waislamu katika giza la usiku wakawasaka wairani na hadi daraja kubwa ya mto wa farat ambako siku hizi basra inapatikana wakaendelea kuwaua. vita ilipokwisha hat khalid akatoa amri ya kukusanya mali ya ghanima. katika mali hiyo kulikuwa na minyororo sawa na uzito wa ngamia mmoja na uzito wao ulikuwa 1000 ratal, yani uzito wa minyororo ulikuwa takriban kilo 375. na mali ya ghanima iliyotumwa kwa hat abubakar ilikuwa na kofia moja ya hurmuz ambayo thamani yake ilikuwa ni dirhamu 100,000 na ilikuwa imeshonwa na lulu na almasi. kofia hiyo hat abubakar alikuwa amempatia hat khalid bin walid. hat khalid bin walid akatuma taarifa ya ushindi na pia akamtumia madina sehemu 5 ya ghanima na tembo mmoja, na kila upande akatoa tangazo la ushindi wa jeshi la kiislam. zir bin qulayb akafika madina na sehemu ya 5 ya ghanima na ndovu. watu wa madina walikuwa hawakuwahi kumwona ndovu hapo kabla. si watu wa madina pekee bali mkazi yeyote wa uarabuni alikuwa hakumwona tembo isipokuwa tembo za abraha. kwa ajili ya kuwaonyesha watu ndovu huyo alipotembezwa katika mji mzima, kina mama wazee kwa kumwona ndovu huyo wakashangaa sana na wakasema kwamba kile tunachoona, je, huyo pia ni kutoka uumbaji wa mungu? wao wakafahamu ya kwamba huenda ni kitu fulani cha kibandia. hata abubakar akamrudishia hat khalid ndovu huyo pamoja na mali nyingine. katika vita hii sababu moja kubwa ya ushindi wa waislam ilikuwa ni sera ya hat abubakar ambayo alikuwa ameiunda kwa ajili ya wakulima wa iraq, na hat khalid alikuwa ameifuata kwa nguvu zote. chini ya sera hiyo yeye hakuwasumbua wakulima na akawabakisha pale pale walipokuwa wamestawi, na hakupokea kutoka kwao chochote isipokuwa hela ndogo tu ya jizia. mpanda farasi aliyeshiriki katika vita ya zatu salasil akapewa dirhamu 1000 na mtembea kwa miguu akapewa sulusi moja. vita ya kazma ikaleta matokeo ya mbali. vita hiyo ikafumbua macho ya waislamu, nao wakaona ya kwamba wairani ambao umashuhuri wa nguvu yao uliokuwa ukisikika tangu muda mrefu, licha ya kutumia nguvu yao yote hawakuweza kusimama mbele ya jeshi lao la kawaida tu. katika vita hii mali ya ghanima iliyopatikana ilikuwa nje ya fikra zao. kisha kuna habari za vita ya ubullah. hii ilipiganwa mwaka wa 12 hijra. hat abubakar alikuwa amemwagiza hat khalid ya kwamba katika iraq aanze vita kutoka ubullah ambayo ilikuwa ni eneo la mipakani juu ya guba la uajemi. misafara ya kibiashara ambayo ilikuwa ikitoka iraq na kuja india na sindh kwanza kabisa walikuwa wakipiga kambi katika ubullah. kuhusu ushindi wa ubullah kuna riwaya mbili. moja inasema ya kwamba waislamu kwa mara ya kwanza walishinda ubullah katika zama za abubakar, lakini baadaye hiyo ikachukuliwa tena na wairani, na katika zama za umar bin khattab waislamu wakaishinda tena.
riwaya ya pili inasema ya kwamba ushindi wake ulitokea katika zama za umar. kwa vyovyote vile alama tabri katika kitabu chake akizungumzia zama za abubakar ameandika hali fupi ya vita hii, isipokuwa baadaye yeye anaandika ya kwamba katika zama za ukhalifa wa abubakar kisa cha ushindi wa ubulla ni kinyume cha riwaya sahihi na waandishi wengi wa sira, kwani ushindi wa ubulla ulitokea mwaka wa 14 hijra katika zama za umar chini ya uongozi wa utba bin ghazwan. katika vitabu vingine vya historia habari za vita ya ubulla zimetajwa hivi. baadhi ya wanahistoria wanasema ya kwamba vita hii ilitokea katika zama za abubakar na wengine wanaikataa na wanasema ya kwamba ilikuwa imetokea katika zama za umar. lakini katika vitabu vya historia katika zama za wote wawili habari zake zinapatikana, yani habari za ushindi wake zinapatikana. inaonekana ya kwamba ushindi wake wa kwanza ulikuwa umepatikana katika zama za abubakar, lakini baadaye kwa sababu ya kusaidiwa na wairani watu wa ubulla wakafanya uasi na wakapata uhuru. kisha katika zama za umar ubulla ikatekwa tena na waislamu. kwa vyovyote vile maelezo ya vita ya ubulla ni kama yafuatayo. vita ya zatu silasil ilipofikia tamati yake, Khalid bin Walid akamtuma Musanna kuwasaka wairani waliokuwa wameshindwa, na pia akamtuma Maqal kwenda ubulla ili akifika huko akusanye mali ya ghanima na awakamate wafungwa. hivyo Maqal akitoka huko akafika ubulla na akawakusanya wafungwa na mali ya ghanima. baadaye katika zama tukufu za umar maelezo yake yanapatikana hivi ya kwamba umar mwaka wa 14 au 16 akamtuma utba bin ghazwan kuelekea basra. utba akaishi kule kwa mwezi mmoja. watu wa ubulla wakajitokeza kupigana naye. hawa walikuwa wanajeshi 500 wa ajemi ambao walikuwa wamewekwa juu ya ulinzi wa ubulla. utba akapigana nao na akapata ushindi juu yao hadi wairani wakaingia ndani ya mji, na utba akarejea katika jeshi lake. mwenyezi mungu akatia haiba mioyoni mwa waajemi wao, wakaondoka miji na wakiwa na mzigo mdogo wakaketi kwenye safina na wakivuka mto wakaondoka. hivyo mji mzima ukaondokewa na watu na waislamu wakaingia mjini. katika mji huo waislamu wakapata mali nyingi, silaha na vitu vingine, na pia wakapata wafungwa. kwa kutoa khums ya mali hiyo iliyobaki ikagawanywa baina ya wanajeshi. idadi ya waislam ilikuwa 300. kisha kuna vita ya mazar iliyotokea mwezi wa safar mwaka wa 12 hijra. ilitokea mwezi wa 12 hijra. mazar ni kijiji cha misan, na kati ya mazar na basra kuna umbali wa usafiri wa siku 4. siku ambapo tukio hili lilitokea watu walikuwa wakisema ya kwamba mwezi wa safar umefika, na katika mwezi huo kila mzalimu mjeuri atauawa ambapo mito inakutana. katika vita ya zatu salasil hurmuz alikuwa amepigana na Khalid bin Walid. yeye alikuwa ameomba msaada kutoka kwa mfalme wake. mfalme kwa ajili ya kumsaidia hurmuz chini ya uongozi wa Qarin akatuma jeshi, lakini jeshi hilo lilipofika eneo la mazar likapata habari ya kushindwa katika vita ya zatu salasil na kuuawa kwa hurmuz, na vikosi vya hurmuz ambao walikuwa wamekimbia vita ile wakaja kuungana na Qarin katika eneo la mazar. na baadhi ya wanajeshi wa vikosi vile wakawaambia wanajeshi wa vikosi vingine ya kwamba kama leo mkisambaratika basi kamwe hamtaweza kujumuika tena, hivyo tuwe pamoja. basi vikosi vile vilivyokuwa vimekimbia vita na vingine vitokavyo Iran vikaungana kwa pamoja na wakachochiana juu ya kupigana vita dhidi ya Waislamu. jeshi limefika, walisema waliokuwa wamekimbia vita, na wakasema kwamba Karen ni mkuu wa jeshi
ambaye ni pamoja nasi, inawezekana kwamba Mungu atujalie ushindi na atuokoe na adui zetu, na sisi tuweze kumaliza hasara tuliyopata. Hivyo wakafanya hivyo na wakapiga kambi katika eneo la Mazar. Karen akawateua Qubaz na Anushajan juu ya kikosi cha mbele ambao walikuwa wamekimbia vita ya Zatu Salasil. Upande wa pili, taarifa ya maandalizi haya Hat Musanna na Hazrat Muanna wakamtumia Hat Khalid bin Walid. Khalid mara baada ya kupata taarifa ya Karen akawagawia wanajeshi mali ya ghanima iliyopatikana katika vita ya Zatu Salasil, ambao Allah alikuwa amewapatia mali ile, na kutoka khums akawapatia kama alivyotaka, na mali iliyobaki na taarifa ya ushindi wa vita akamtumia Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na pia akamjulisha kuhusu habari hii ya kwamba katika vita ya Zatu Salasil jeshi la maadui ambao walikuwa wameshindwa na jeshi mpya ambalo limekuja chini ya uongozi wa Karen wanajumuika katika sehemu moja. Hivyo Hat Khalid akatoka na akaja kupigana na Karen na akapanga safu za jeshi lake. Vita ikapiganwa kali na kila kundi likapigana kwa nguvu na kwa hasira kali. Karen akatoka kwa ajili ya ushindani. Upande wa pili, Hat Khalid na Hat Maqil bin Asha wakasonga mbele na kuelekea kwa Karen, lakini Hat Maqil akatangulia mbele na akaenda kumua Karen. Hat Asim akamua Anushajan na Hat Adi akamua Qubaz. Kutokana na kuuawa kwa viongozi hawa watatu, wa Irani wakavunjika moyo na wakaanza kukimbia medani. Katika vita hii idadi kubwa ya Waajemi wakauawa na walioshindwa wakipanda safina zao wakakimbia. Hat Khalid akapiga kambi katika Mazar na mali ya kila mtu aliyeuawa, hata kama iwe na thamani kiasi gani, akampatia yule aliyemua adui huyo, na akawagawia mali ya fea pia kutoka sehemu 5 akawapatia wale waliokuwa wamepigana kwa ushujaa, na sehemu iliyobaki ya Khumus chini ya uongozi wa Said bin Numan akapeleka Madina. Sawa na riwaya moja, katika vita hii Wairani wapatao 30,000 wakauawa na kuna wengine waliozama mtoni na wakafa, na inasemwa ya kwamba kama maji yasingeleta kizuizi hakuna yote ambaye angesalimika. Hata hivyo waliosalimika na wakakimbia wakaondoka na hali mbaya na kwa kuacha nyuma mali yao yote. Baada ya vita, walioshiriki katika vita na waliunga mkono na jeshi la Kiirani wakafungwa pamwe na ahli zao. Katika wafungwa hawa alikuwepo Abul Hasan Basri. Kuhusu Abul Hasan Basri inasemwa ya kwamba yeye alikuwa baba wa Imam Hasan Basri ambaye alikuwa mhaziri na sufi mashuhuri wa Basra. Inasemwa ya kwamba Abul Hasan Basri akatekwa na kuletwa Madina, ambapo mmiliki wake akamwacha huru. Baada ya ushindi huo, wananchi wa kawaida wakatendewa kwa upole na huruma sana. Wakulima na watu wote bila kuuziwa lolote wakakubali kutoa jizya. Na wakabakishwa juu ya mashamba yao na makazi yao. Baada ya kumaliza mambo hayo ya msingi, Hat Khalid bin Walid akaelekea kushughulikia mambo ya nizamu ya eneo hilo lililotekwa kwa ajili ya kukusanya jizia. Akawateua watendaji katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuweka ulinzi. Yeye alikuwa amepanga jeshi katika Hafir na juu ya Jisri Azam, yani daraja kubwa. Nizamu yake ikaimarishwa zaidi, na kwa kupanga majeshi chini ya viongozi mbalimbali wakaamrishwa kwamba wao wawe makini kuhusu njama za kisiri za maadui, na nafasi ikitokea basi wapigane nao. Huu ni ushahidi mkubwa wa umahiri wa kivita wa Khalid, ya kwamba katika ardhi ya Iran pale alipoanza kupigana nao, majeshi ya Kisra yakaanza kushindwa na azma na jaziba zao zikaanza kupoa.
vita ya mazar ilikuwa imetokea karibu na eneo la hira. hira takriban inapatikana katikati ya khalij na madain. baada ya vita hii na kumaliza mambo yake, Hazrat Khalid bin Walid akaanza kuchungulia kuhusu mipango ya maadui ili aone ya kwamba wanafanya mpango gani wasije wakajumuika tena zidi ya Islam. vita ya Walaja ni vita iliyotokea mwezi wa Safar mwaka wa 12 hijra. Walaja ni eneo kavu karibu na Kaskar. katika vita ya mazar wa Irani walishindwa vibaya na wakuu wao wakubwa wakauawa vitani. hapo mfalme wa Irani akipanga mkakati mwingine na kwa kufanya maandalizi makubwa akapanga mpango wa kupigana na Waislamu. hivyo serikali ya Irani ikawaita watu wa kabila la Wakristo Bakr bin Wail waishio nchini Iraq na ikawahimiza kupigana vita na Waislamu, na hivyo ikapanga jeshi kubwa na uongozi wa jeshi hili ikampatia mwanajeshi mashuhuri Andar Zaghar, na jeshi hilo likaelekea Walaja. katika Iraq kulikuwa na kabila kubwa la Wakristo Bakr bin Wail waishio Iraq. mfalme Ardshir akawaita na akipanga jeshi lao akawatuma kwenda Walaja kupigana na Waislamu. watu wa Hira na maeneo ya jirani ya Kaskar na wakulima pia wakaingia katika jeshi hilo. Hira ni mji upatikanao kusini magharibi mwa Kufa ukiwa na umbali wa maili 3. Kaskar ilikuwa mji ulio kati ya Kufa na Basra. kwa vyovyote vile, kwa fikra hii ya kwamba Waarabu wa Kristo wasipate ufahari wote wa kuwashinda Waislamu, yeye akatuma nyuma yao mwanajeshi wake mmoja mkubwa Bahman Jazwe pamoja na jeshi kubwa. mwanajeshi huyo Mwajemi alipohisi ya kwamba jeshi lake limezidi mno, yeye akaamua kumshambulia Hazrat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid alipopata taarifa ya kujumuika kwa jeshi la Kiajemi katika Walaja, wakati ule yeye alikuwa karibu na Basra, akaonelea kwamba jeshi la Kiajemi lishambuliwe toka pande 3 ili umoja wao usambaratike. na hivyo kwa uvamizi huo wa ghafla jeshi la Kiajemi lishikwe na wasiwasi na kiherehere. hivyo yeye akamteua Suwaid bin Muqarrin kama kaimu wake na akamwamrisha kubaki katika Hafir, na mwenyewe akawafikia watu ambao alikuwa amewaacha upande wa chini wa Dajla, na akawaamuru kwamba wawe makini kuhusu adui na wasighafilike wala wasidanganywe. na mwenyewe akiwa na jeshi lake akaelekea Walaja na akaingia vitani zidi ya adui na makundi yake, na vita kali ikatokea. Hazrat Khalid bin Walid alikuwa ameweka ulinzi pande zote za jeshi. hapo vikosi hivi vya ulinzi wakawashambulia maadui toka pande zote. majeshi ya Irani yakashindwa na kukimbia, lakini Khalid bin Walid kutoka mbele na vikosi vya ulinzi wakawavamia kutoka nyuma mpaka wao wakachanganikiwa na wakatawanika. mkuu wa jeshi la adui akashindwa na mwishowe akauawa. Hazrat Khalid bin Walid akawatindia wakulima kwa huruma kama ilivyokuwa kawaida yake, yani yeye hakumua mtu yeyote isipokuwa watoto wa wapiganaji na wasaidizi wao wakakamatwa, na wananchi wa kawaida wakaambiwa kwamba wawe zimi na wakubali kutoa jizia, wito ambao wao wakaukubali. kisha kuna habari za vita ya Ulas. vita ya Ulas ilitokea mwezi wa Safar mwaka 12 hijra. Ulas pia ilikuwa makazi katika makazi ya Ambar katika Iraq.
kwa sababu ya kushindwa vibaya katika vita ya walaja, kabila la Bakr bin Wail na Wairani na wasaidizi wao walikuwa wameshikwa na hasira kali. Wao wakawaindikia Wairani barua na Wairani wakawaindikia barua, na wote wakajumuika katika sehemu ya Ulais. Abdul Aswad Ijli akateuliwa kuwa chifu wao. Pia mfalme wa Irani akamwindikia Bahman Jazwe barua ya kwamba wewe ukiwa na jeshi lako ufike Ulais. Na Wakristo wa Faras na Arab waliojumuika kule uende kukutana nao, lakini Bahman Jazwe mwenyewe hakuenda na jeshi, lakini yeye akamtuma shujaa mwingine Jaban kwa niaba yake, na akamwamuru ya kwamba yeye awahimize watu kuhusu vita, lakini msianze vita mpaka nifike, isipokuwa wao waanze vita. Jaban akaelekea Ulais. Bahman Jazwe mwenyewe akaenda kwa Ardshir mfalme wa Irani ili ashauriane naye, lakini alipofika akaona kwamba mfalme ameugua, ni mgonjwa. Hivyo Bahman Jazwe akaanza kumuuguza yeye na hakumtumia Jaban agizo lolote. Jaban akiwa peke yake akaelekea Ulais, na katika mwezi wa Safar akafika huko. Makabila mbalimbali na Waarabu wa Kristo wa maeneo ya jirani ya Hira wakajumuika kwa Jaban. Hat Khalid alipopata taarifa yao kwamba wao wamekusanyika, yeye akatoka kupigana nao, lakini alikuwa hajui ya kwamba Jaban pia amefika karibu. Hat Khalid alikuwa amekuja kupigana na Waarabu na Wakristo hawa tu, lakini katika Ulais akakutana na Jaban. Jaban alipofika Ulais, wakati ule Waajemi wakamuuliza Jaban ya kwamba wewe una rai gani? Je, tuanze vita au tuwalishe watu chakula? Yani tuanze vita au tuule kwanza, kisha baada ya chakula tupigane nao? Jaban akasema kwamba kama adui wenu hawaanzi, nini pia mukae kimia, lakini nafikiri wao watawashambulieni ghafla na hawatawaruhusuni kula chakula. Wao watu hawakukubali jambo la Jaban na wakatandika mikeka na chakula kikapakuliwa na wote wakaanza kula. Hat Khalid akafika uko na akasimama na akatoa amri ya kushusha mzigo, na kisha baada ya kushusha mzigo akaelekea kwa maadui. Hat Khalid kwa ajili ya kulinda sehemu ya nyuma yake akateua vikosi vya ulinzi na akaelekea kwa adui, na akasema kwamba Abjar yuko wapi? Abdul Aswad yuko wapi? Malik bin As yuko wapi? Wote wakakaa kimia kwa woga isipokuwa Malik. Malik akatoka kupigana naye. Hat Khalid akamwambia kwamba kitu gani kimekupa nguvu ya kuja mbele yangu? Wewe huwezi kunishinda. Na hapo akamvamia na akamua, na Waajemi akawafukuza ila hali walikuwa bado hawajala. Jaban akawaambia watu wake kwamba je, sikuwa nimewaambieni ya kwamba msianze kula? Wallahi sijawahi kuona hali kama hiyo ya kutisha jinsi ninavyoiona. Watu wale waliposhindwa kula chakula ili waoneshe ujasiri wao, wakaanza kusema kwamba chakula tunaacha tu mpaka tuwamalize Waislamu, kisha tutakula. Jaban akasema kwamba wallahi nadhani chakula hiki mmekiacha kwa ajili ya adui, msifahamu kwamba mtashinda kisha mtakula, bali naona chakula hiki watakula adui zenu tu, yani Waislamu, ilhali nini hamjui. Sasa fanyeni nachosema. Alisema kwamba fanyeni nachosema, kwamba tieni sumu katika chakula. Kama mkishinda basi hasara hii ya kuharibika kwa chakula ni ndogo sana, na kama adui wakishinda basi mtakuwa mmekwisha fanya kazi ambayo itawatia adui katika shida na msiba. Lakini wao
walikuwa na yakini kamili juu ya ushindi wao wakasema kwamba hapana, hakuna haja ya kutia sumu katika chakula, sisi tutashinda tu kwa urahisi, kisha tutakula chakula. Hat Khalid akapanga safu za jeshi lake kama alivyokuwa ameshafanya katika vita za nyuma. Vita kali ikaanza kutokea. Wairani walikuwa na matumaini kwamba Bahman Jazwe atakuja kuwasaidia, hivyo wakapigana kwa nguvu, kwani Jaban alikuwa anawatia moyo akisema kwamba Bahman Jazwe ametoka na jeshi kubwa na muda si muda atafika. Ilhali Bahman kwa sababu ya marazi ya mfalme wa Iran alikuwa hakuweza kukutana naye wala hakuwa na uwezo wa kuja, bali alikuwa hana mawasiliano na Jaban. Katika vita hii Waislamu pia wakapigana na maadui kwa nguvu zote. Vita kali ikatokea. Kwa kuelezea nguvu na jaziba ya jeshi la Kirani na kueleza hali ya Waislamu, mwandishi mmoja anaandika ya kwamba katika jeshi la Iran Wakristo walianza kuwashambulia Waislamu, lakini mkuu wao Malik bin Qais akauawa. Mara baada ya kuuawa kwake wao wakavunjika moyo, na kwa kuona hali hiyo Jaban akaja na jeshi la Irani kwa tumaini hili ya kwamba Bahman atakuja na msaada. Wakapigana kwa ujasiri mkubwa. Waislamu wakawashambulia mara kwa mara, lakini kila mara Wairani wakapigana kwa ushujaa na wakaendelea kusimama kidete. Hat Khalid bin Walid akiona hali hiyo ya kushindwa akainua mikono yake na akaomba dua kwa unyenyekevu, akasema: e Allah, kama utanijalia ushindi juu ya maadui, mimi sitamwacha adui hata mmoja, na mto huu utakuwa mekundu kwa damu ya maadui. Vitabu vingine vinasema ya kwamba Khalid alikuwa amekula kiapo au alikuwa ameweka naziri ya kwamba kama ushindi ukitokea katika vita hii, yeye hatamwacha adui yeyote kuwa hai. Kisha baadaye Hat Khalid akitumia hila ya kivita akaliamuru jeshi kulivamia jeshi la Kiirani kutoka kulia na kushoto, na kwa sababu ya uamizi huo Wairani wakasambaratika na wakaona heri katika kukimbia na kujisalimisha. Hat Khalid akatoa amri ya kwamba muwakamate maadui na muwafanye kuwa mateka, na akasema kwamba msimue yeyote isipokuwa yule anayepigana nani. Kuhusu habari hiyo kuna jambo limetumwa na idara ya tahakiki, na mimi nimeona jambo hili ni sahihi. Tarikh Tabri na waandishi wengi wa sera wamesema ya kwamba Hat Khalid bin Walid sawa na ahadi yake aliyofanya katika dua akiwaua wafungwa hawa, alikuwa amewatupa mtoni ili maji yake yawe mekundu kwa damu yao. Yani yeye pamoja na kuwaua wale waliopigana vita pia akawaua wafungwa, na kwa sababu yake mto huo hadi leo ni mashuhuri kwa jina la Nahdam, yani mto wa damu. Lakini Khalifa mtukufu anasema kwamba huo si uhakika, kwamba wafungwa walikuwa wameuawa na kisha wakatupwa mtoni, na waandishi wa sera wametia chumvi katika maandishi yao. Na pia inawezekana ya kwamba watu ambao walikuwa wamebeba dhima ya kuingiza visa vya zulma na ukatili katika masimulizi ya vita vya Kiislam, wao pale walipopata nafasi wakaingiza matukio ya namna hiyo. Katika waandishi wa historia walikuwepo maadui pia wenye uadui na kinyongo, ambao walikuwa wanaandika jambo fulani zidi ya Waislamu. Watakuwa wameandika ya kwamba wafungwa wakauawa na kisha wakatupwa mtoni. Khalifa mtukufu anasema kwamba naona kuna jambo la ziada limetiwa humo, ili kwa udanganifu waweze kusema kwamba
angalieni jinsi waislamu walivyowatendea kwa zulma na wakawaua wafungwa wasio na hatia, ijapokuwa kwa mujibu wa kanuni na usuli za kivita za zama zile kuwaua wafungwa ilikuwa si jambo la kupingwa. Lakini vita za kiislamu, hususan katika vita zitokazo katika zama tukufu za mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa zake, halijatokea tukio la namna hiyo kwamba wafungwa wauawe hivi. Ijapokuwa katika vita hizi waliouawa idadi yao inafikia maelfu na malaki, lakini hao wote walikuwa wale waliouawa vitani. Tukisoma kuhusu vita zilizopiganwa na Khalid bin Walid, yeye pia kwa kadri awezavyo alimsamehe mtu ambaye alijisalimisha katika vita au akakubali utii, na mtu ambaye akamua, japokuwa waandishi wa sera wametia chumvi katika masimulizi yao, lakini kwa tahakiki inathibitika ya kwamba yeye akamua kwa hoja tu. Kwa vitu vile tunapoangalia tukio hilo, inaonekana kwamba ni kisa cha kufikirika, kwani wanahistoria na waandishi wa sera wanaosimulia maelezo yote ya maeneo haya, na wakati wa kusimulia wanazingatia kila jambo dogo dogo. Baadhi yao hata hawakugusa habari hiyo, na hiyo ni dalili ya kwamba mambo haya yametiwa chumvi, yani yametengenezwa na mwandishi mmoja ambaye ana tabia ya kueleza historia bila kuwa na upendeleo. Akieleza tukio hilo, anaandika ya kwamba wasimuliaji kwa kueleza riwaya hiyo wametia chumvi mno. Pale wasemapo ya kwamba Khalid aliwaua maadui wa Islam, na pale alipowatendea kwa ukatili kaka na wenzake, kwa kuona hali hiyo hawakuweza kujizuia. Pia kuna mwandishi mwingine amesimulia tukio hili, ambalo linaonyesha ya kwamba Wairani walikuwa hawakutupwa mtoni. Basi yeye anaandika ya kwamba Khalid akiwashambulia Wakristo kwa ujasiri wake, alianza kuwaua na kuwamaliza safu zao kana kwamba wawe wametengenezwa na udongo na wasiwe watu wenye miili ya nyama, kwa kuwa Wairani walikuwa wamesambaa mpaka mbali. Hivyo wao wakatengeneza mduara katika sura ya mwezi, ini halal, na wakija mbele wakawazingira Waislamu. Hali ikatokea kwamba Wairani na Waarabu Wakristo wakawazingira Waislamu toka pande nne na wakaanza kupigana kwa jaziba kali. Lakini jinsi Waislamu walivyokuwa wakipigana, jaziba hiyo ilikuwa haipo kwa Wakristo. Kila Muislamu alikuwa amebadilika kama awe simba, na akiwashambulia Wakristo kwa ujasiri alikuwa akiwakata kama nyasi. Japokuwa Wairani pia walikuwa wakiwashambulia Waislamu na kuwajeruhi, lakini Waislamu walikuwa wakianguka katika idadi ndogo, na mtu ambaye alikuwa akipata majeraha alikuwa anapigana kwa jaziba zaidi. Wairani walikuwa wanakufa kwa wingi mpaka uwanja wa vita ulikuwa umejaa na maiti zao, na kila Mwarani alikuwa akijeruhiwa alikuwa anakimbia. Waislamu wakapigana kwa ushujaa mkubwa mpaka nguvu zao zikashika madoa ya damu. Hiyo ndiyo ilikuwa hali ya nguo za Khalid. Kwa damu ya Wairani ardhi ikawa nyekundu, na damu iliyobaki ikaanza kumwagika kama maji. Mwishowe Wairani wakashindwa na wakikosa akili wakakimbia. Waislamu wakaenda nyuma yao na wakaendelea kuwaua na kuwakamata mpaka mbali. Na jinsi Wairani walivyochanganikiwa na kukimbia, maelfu ya wanajeshi wao wakaanguka na kuzama mtoni. Wairani walipoenda mbali ndipo Waislamu wakarejea. Katika vita hii Wairani wapatao 70,000 wakauawa. Waislamu 130 ndio waliouawa shahidi. Wanahistoria wengine wanaonyesha mshangao wao juu ya jambo hili kwamba kivipi Waislamu wakawaua Wairani katika idadi hiyo kubwa. Mwandishi mmoja ameandika hivi kwamba kama tukubali tukio hilo kwamba ni sahihi, basi watu ambao kwa sababu ya damu yao mto ule ulikuwa umekuwa mwekundu, basi labda utakuwa mwekundu kwa sababu ya damu ya wanajeshi waliokuwa wamejeruhiwa. Hivyo inaweza kusemwa ya kwamba katika matukio hayo watu wametia chumvi, na
wale walioamua kuleta shutma juu ya vita za kiislam na juu ya dhati ya Khalid bin Walid wakapata nafasi ya kuwashambulia, na ndiyo maana wakaleta shutma juu ya islam na juu ya waislamu kwamba wametumia ukatili katika vita, lakini kizwahiri inaonekana kwamba hiyo ni shutma tu. Mwenyezi Mungu anajua vizuri zaidi. Sasa maadui waliposhindwa na majeshi yao yakasambaratika na waislamu baada ya kuwamaliza wakarejea nyuma, hata Khalid akasimama karibu na chakula na akasema kwamba mimi nawapatieni chakula hiki, chakula hiki ni kwa ajili yenu, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika viwanja vya vita alipokuwa akipata chakula kilichoachwa na maadui alikuwa akigawa kwa wanajeshi wake. Hivyo waislamu wakaanza kula kama chakula cha usiku. Na katika vita vya Ulas watu wapatao 70,000 walikuwa wameuawa kama imekwisha elezwa. Kuhusu ushindi wa Amgheshia imeandikwa kwamba Amgheshia Mwenyezi Mungu alikuwa amewajalia waislamu ushindi wake katika mwezi wa Safar, mwezi wa mwaka wa 12 hijra. Amgheshia ni sehemu moja inayopatikana katika Iraq. Hat Khalid alipomaliza ushindi wa Ulas akajiandaa na akaja Amgheshia. Kabla ya kufika kwake watu wa huko walikuwa wameacha makazi yao na wakakimbia na wakasambaratika katika Sawad. Katika Iraq makazi mawili ambayo waislamu walikuwa wameyashinda katika zama Umar, na kutokana na mashamba na mimea sehemu ile ikaitwa Aswad. Hat Khalid akaimarisha nizamu ya Mgheshia. Mgheshia ilikuwa mji sawa na mji wa Hira. Ulas ilikuwa kituo chake cha kijeshi. Waislamu wakapata mali nyingi kutoka Mgheshia, mali ambayo walikuwa hawakuipata kutoka vita yote nyingine. Katika vita hii wapanda farasi kila mmoja wao akapewa dirhamu 1,500. Habari ya Ulas na Mgheshia Hat Khalid akatuma kwa Abubakar kwa kupitia mtu mmoja aitwaye Jandal ambaye alikuwa mashuhuri kama kiongozi na muonesha njia. Yeye baada ya kufika kwa Abubakar akamweleza na akamsimulia habari ya ushindi wa Ulas na mali ya ghanima iliyokuwa imepatikana na idadi ya wafungwa waliopatikana katika vita, na akamsimulia jinsi Khalid radhiyallahu anhu alivyokuwa amepigana vita kwa ushujaa. Hata Abubakar alipenda sana jinsi mtu huyo alivyosimulia na alivyoeleza taarifa za ushindi na matukio ya ushujaa na jinsi alivyoeleza. Hata Abubakar akapenda sana njia zake. Akamuuliza kwamba unaitwa nani? Yeye akasema kwamba mimi naitwa Jandal. Hata Abubakar akasema kwamba hongera sana Jandal. Kisha akatoa amri kwamba Jandal apatiwe mjakazi mmoja kutoka mali ya ghanima, na kutoka mama huyo watoto walizaliwa kwake. Na hata Abubakar akasema kwamba sasa wanawake hawataweza kumzaa mtu kama Khalid bin Walid. Iliyobaki nitaeleza katika siku za usoni. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر